Leo ni siku ya kihistoria kwa Tanzania, kwani tunashuhudia miaka minne ya uongozi wa mama wa taifa, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Akiwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania, amedhihirisha uwezo wa hali ya juu katika uongozi wa nchi kwa busara, hekima na ujasiri wa kipekee. Safari yake ya uongozi imejaa mageuzi makubwa, maendeleo ya kasi na dhamira ya kweli ya kuiletea taifa letu ustawi wa kipekee. Karibu katika makala maalum ya kuangazia miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Hassani Yusuf na hii ni Iqra FM Radio. Machi 17, 2021, Watanzania walipokea kwa huzuni kubwa taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5, Dr. John Pombe Magufuli. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Katika wakati huo mgumu, Mama Samia alisimama kidete kwa kuonyesha uongozi thabiti, kwa kuapa kuwa ataliongoza taifa kwa umoja, mshikamano na maendeleo endelevu. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Mwenyezi Mungu nisaidie. Aliingia madarakani akiwa na mtazamo wa kuendeleza mazuri ya mtangulizi wake, huku akileta sura mpya ya uongozi wa maridhiano, diplomasia na mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii. Katika kipindi cha miaka minne, Tanzania imepiga hatua kubwa kiuchumi chini ya usimamizi wake. Serikali yake imeweka mazingira rafiki kwa uwekezaji, ambapo miradi mikubwa ya kimkakati kama reli ya kisasa ya SGR, bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere na upanuzi wa bandari zimeendelea kwa kasi kubwa. Sera zake zimefungua milango ya biashara na kuvutia wawekezaji wakubwa wa ndani na nje ya nchi. Tanzania imeendelea kuwa kinara wa uchumi wa Afrika Mashariki, huku uchumi wetu ukikua kwa kiasi kikubwa. Rais Samia ameibeba Tanzania katika jukwaa la kimataifa kwa kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia. Ziara zake katika mataifa makubwa zimeleta manufaa makubwa kwa taifa. Tanzania imepokea misaada na mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya maendeleo, jambo linaloonyesha imani kubwa ya dunia kwa uongozi wake makini. Katika sekta ya afya, rais ameonyesha uzalendo wa hali ya juu kwa kuimarisha huduma za afya kwa Watanzania. Hospitali mpya zimejengwa, vifaa vya kisasa vya matibabu vimenunuliwa. Katika serikali yake imeendelea kutoa elimu bure, huku ikipanua vyuo vya ufundi ili kuwezesha vijana wengi kupata ujuzi wa kisasa unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Barabara mpya, madaraja makubwa na miradi ya maji safi imeendelea kutekelezwa kwa kasi, miradi inayoimarisha ustawi wa wananchi wa mjini na wa vijijini. Rais
Samia amekuwa kiongozi wa kipekee anayefungua milango ya mazungumzo na maridhiano ya kisiasa. Kwa ujasiri wake na busara, amehakikisha Tanzania inasonga mbele kwa mshikamano na amani. Uhuru wa vyombo vya habari umeimarika, demokrasia imechukua nafasi yake, na Watanzania wanashiriki katika maendeleo ya nchi kwa uhuru na mshikamano mkubwa. Katika miaka minne ya uongozi wake, Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwamba ana maono makubwa kwa Tanzania. Amekuwa kiongozi shupavu, mwenye maono makubwa na mwenye dhamira ya dhati ya kulipeleka taifa letu kwenye viwango vya juu vya maendeleo. Tanzania iko mikono salama. Sauti yake ni sauti ya matumaini, maendeleo na mshikamano. Tuna kila sababu ya kujivunia kuwa na kiongozi wa aina hii. Tumuunge mkono, tushikamane na tuendelee kujenga Tanzania yenye neema chini ya uongozi wake mahiri. Hongera sana Mama Samia kwa miaka minne ya uongozi bora. Iqra FM.